Kama wewe ni msomaji na mtu unayeamini katika dini, yani ni msomaji mzuri wa vitabu vya dini, Quran pamoja na Biblia takatifu, basi hautakuwa mgeni wa jina la eneo hili, yani kuzimu. Je, unapajua kuzimu? Leo hii tuangalie simulizi ya kutisha kuhusu kuzimu. Ndugu zangu, kuzimu si pahala pa mchezo. Maana panatisha, pana mafuvu ya miili ya watu, viumbe vya kutisha, lakini kuna watu waliwahi kwenda kuzimu na wakarudi wakiwa hai. Kwanza tujiulize, je, kuzimu ni nini? Kuzimu ni mahali panapoaminika kuwa ni makazi ya wafu, yani watu waliokufa huenda huko, na kwa mujibu wa dini ya Kikristo inasema kuzimu mara nyingi hueleweka kama mahali pa mateso ya milele au sehemu ya adhabu kwa waovu. Hiyo ni kwa mujibu wa dini ya Kikristo. Tujiulize, je, kwa mujibu wa wanasayansi wanasemaje kuhusu kuzimu? Mwanasayansi mmoja maarufu kutoka Denmark aitwaye Inge Lehmann, huyu ni mgunduzi wa kiini cha ndani cha dunia, yani the inner core, ambako huko kuna moto mkali. Yeye anasema hiyo ni sehemu ya kijiolojia na sio kuzimu, kwa maana mahali pa roho au mateso. Japo wengi wanaamini kuzimu au jehanamu ni mahali pa moto na mateso kwa watenda dhambi, ila mwanasayansi huyu Inge Lehmann yeye haamini hilo. Yeye anasema huko ni mahali penye joto kali sana, zaidi ya nyuzi joto 5000. Huyu ni Inge Lehmann. Ulimwenguni kuna vita kubwa kati ya wanasayansi na imani. Hivi vitu viwili havijawahi kwenda sawa hata siku moja, ila wewe mfuatiliaji utaamua uamini kipi. Miongoni mwa watu waliofanya mambo ya kushangaza dunia ni pamoja na Orpheus. Huyu ni Mgiriki aliyeshangaza ulimwengu kwa kuhatarisha maisha yake kwa kwenda hadi kuzimu, sababu tu ya mwanamke aliyempenda sana. Anaitwa Orpheus, shujaa wa Kigiriki. Leo hii mythical figures wakubwa walioenda kuzimu na kurudi anatajwa ni Yesu tu peke yake aliyekufa na kwenda kuzimu, lakini The Pilot leo imechimba kwa undani, na leo nimekuletea watu wengine walioenda kuzimu na wakarudi wakiwa hai. Huyu ni mwamba Orpheus, shujaa wa Kigiriki. Alipokuwa mdogo alikuwa hana ndoto ya kuwa mwimbaji, lakini mama yake aitwaye Calliope alimsisitiza mwanae Orpheus awe mwimbaji kama yeye. Mama yake huyo alikuwa na kipaji kikubwa sana cha mashairi pamoja na uimbaji, akamsisitiza na mwanae afate njia zake. Baadaye Orpheus alikuwa mwimbaji mashuhuri na akawa mwenye uwezo wa kugusa mioyo ya wanadamu, wanyama na hata visivyo na uhai kwa muziki wake mzuri. Orpheus alikuwa mwanamuziki mashuhuri aliyempenda mkewe aliyeitwa Eurydice kwa moyo wake wote. Ndugu yangu, ukisikia kupendwa kwa moyo wote, ndio huku. Sio wewe unaambiwa unapendwa kwa moyo wote, alafu baada ya wiki unaambiwa tuachane, wewe sio type yangu. Mpenzi wake huyo Eurydice alikufa kwa kugongwa na nyoka, na baada ya Eurydice kufa alikwenda kuzimu moja kwa moja. Orpheus alishuka hadi kuzimu, ulimwengu wa wafu. Unaweza ukajiuliza, Orpheus aliwezaje kwenda hadi kuzimu? Fahamu ya kwamba mama yake na Orpheus hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa ni miongoni kati ya miungu ya Kigiriki ya zama hizo, yaani alikuwa sio mtu wa kawaida. Ndio maana Orpheus alikuwa na uwezo wa kwenda hadi kuzimu. Na katika historia za Kigiriki kuna miungu ya wafu wanaoitwa Hades and Persephone, miungu ya wafu huko underworld, yani kuzimu. Sasa tunaingia underworld, mahali panapotisha, yani kuzimu. Huku kuona mafuvu ya binadamu ni swala la kawaida sana.
Alipofika kuzimu, alipiga muziki wa kuvutia sana ili miungu imrudishe mwanamke wake duniani. Miungu hawa waliguswa na muziki wa Orpheus, wakamruhusu kumchukua Eurydice mkewe, lakini kwa sharti moja kubwa, yaani asije akageuka nyuma wanapokuwa wanatoka kuzimu wanaelekea duniani. Alipewa hilo sharti, asigeuke nyuma, na akaambiwa akifika duniani bila kugeuka nyuma, basi mwanamke wake atageuka na kuwa katika mwili wa damu na nyama, na ataendelea na maisha yake yeye na mke wake, ila asije akageuka nyuma wanapotoka kuzimu kuelekea duniani. Kwa bahati mbaya sana, Orpheus aligeuka mapema sana kabla hata hajatoka kuzimu. Yaani walipokuwa katikati ya safari, Orpheus alishindwa kuvumilia, akageuka nyuma kumtazama mkewe, na hapo hapo akampoteza mkewe Eurydice milele. Akakata tamaa kabisa na maumivu makali kumpoteza mwanamke wake kwa mara ya pili. Shujaa huyu akarudi duniani bila mwanamke wake baada ya kukosea agano lake na miungu ya kuzimu. Hivi wewe ukiambiwa upelekwe kuzimu umfate mchumba wako aliyekufa, utaenda kuzimu au ni kuache kidogo? Na binadamu wa pili kwenda kuzimu ni shujaa Hercules kutoka Ugiriki. Hercules ni shujaa mwingine wa Kigiriki aliyepewa kazi ya kumkamata mnyama hatari na kumpeleka kuzimu. Mnyama huyo aliitwa Cerberus. Alikuwa ni mbwa mwenye vichwa vitatu, na kazi yake kuu ilikuwa ni kulinda lango la Underworld kuzimu, na mkia wake ulikuwa na nyoka na ana nguvu za kutisha. Mnyama huyo, kazi ya mbwa huyo kule kuzimu ni kuruhusu roho za wafu kutoka wala walio hai kuingia kuzimu. Hercules alifanikiwa kumshika mnyama huyo bila hata kutumia silaha, akampeleka hadi kuzimu na akarudi duniani akiwa hai. Jambo la ajabu sana kwa mwanadamu. Huyu ni shujaa mwingine Hercules aliyeshuka kuzimu na kurudi duniani. Jamani, kuzimu kunatisha. Tusali ili twende mbinguni. Na kumbe kuzimu huwa kuna mnyama mwenye vichwa vitatu anayelinda lango la kuzimu. Na watatu kwenda kuzimu na kurudi ni Yesu Kristo. Katika imani ya Kikristo, Yesu alikufa, akazikwa, akashuka kuzimu, na siku ya tatu akafufuka. Na kabla ya kufufuka, Biblia inasema alishinda kifo na kuzimu, akarejea duniani akiwa hai. Hii ni mojawapo ya simulizi kubwa ya mtu aliyerudi kutoka ulimwengu wa wafu, ambaye ni Yesu Kristo, naye alienda kuzimu na kurudi duniani. Biblia inasema ya kwamba alikufa, akazikwa, akashuka kuzimu, na siku ya tatu akafufuka. Alivivua nguvu vyote vya utawala na mamlaka, akavifanya kuwa fedheha na kushinda juu yao kwa msalaba. Hii inamaanisha kwamba Yesu alizishinda zile nguvu za giza na miungu na umauti kule aliposhuka kuzimu. Yesu alimshinda yule aliyekuwa na nguvu za umauti, yaani Shetani. Je, wewe ukishuka kuzimu leo utaweza kuzishinda zile nguvu za giza na utaweza kupambana na wale miungu ukarudi duniani? Huyo ni shujaa mwingine aitwaye Yesu Kristo, aliyeenda kuzimu na akarudi duniani akiwa hai kabisa. Shujaa mwingine aliyefanikiwa kwenda kuzimu na kurudi ni Odysseus, shujaa wa Kigiriki. Huyu alikuwa mwerevu sana, na si kwa nguvu bali kwa akili na hekima nyingi. Odysseus alishuka kuzimu kutafuta hekima kutoka kwa roho ya Teresia, na aliposhuka kuzimu alifanikiwa kukutana na Teresia, ambaye huyo Teresia alikuwa mtu maarufu na mwenye uwezo wa ajabu na akili nyingi. Odysseus alifanikiwa kukutana na Teresia na akapewa hekima nyingine pamoja na maarifa. Na Teresia alimwambia mambo ya kufanya anaporejea duniani na kumwonya kuhusu hatari zinazoweza kumkuta njiani akiwa anarudi kutoka kuzimu na kuelekea duniani. Na safari yake ya kwenda kuzimu iliitwa Nekuia, yaani kushuka kwa shujaa kwenda chini ya dunia ili kuwasiliana na waliokufa kupata hekima na akili nyingi. Ama kweli kuna ulimwengu wa nuru na wa giza. Wengine wanaomba hekima kwa Mungu na wengine wanaomba hekima na akili kutoka kwa watu wa kuzimu. Na hii inanikumbusha kwa yule mfalme Suleiman, aliomba hekima na maarifa kutoka kwa Mungu. Lakini kuna wengine kama wakina Odysseus, wao hekima na maarifa na akili nyingi walizifuata
hata kuzimu kwa watu waliokufa. Na huyu ni miongoni kati ya watu waliofanikiwa kwenda kuzimu na kurudi. Anaitwa Odysseus. Na hii ni listi ya watu walioenda kuzimu na kurudi, akiwepo Orpheus, akiwepo Yesu Kristo, akiwepo Hercules na akiwepo Odysseus. Hawa ni watu walioenda kuzimu na kurudi. Jamani, huko kuzimu ni hatari. Kuna mafuvu ya watu yanaungua moto, kuna watu waliokufa. Yani huko kuzimu kiufupi hakufai. Tusali sana ili twende tu mbinguni.